Andika, kwa nini tumalize mwaka na Bwana na tuanze mwaka na Bwana? Kwa nini? Nataka nikupe sababu. Lakini kabla sijatoa sababu, kumaliza mwaka na Bwana na kuanza mwaka na Bwana ni tendo la kiimani la kumpa Mungu nafasi yake kama Alfa na kama Omega. Kwa maana yake, unapoomba unamfanya Mungu kuwa Omega kwako na Mungu kuwa Alfa. Kwa lugha nyingine, unamwambia Mungu, wewe ndiye mwanzilishi wa mwaka wangu na wewe ndiye mkamilifu wa mwaka wangu. Kwa Bwana anakuwa ni mwanzo na Bwana anakuwa ni mwisho. Ulianza na Bwana, maliza na Bwana. Ulianza na Bwana, lazima umalize na Bwana kwenye nafasi yake ya Alfa and Omega. Kwa ndani ya maombi haya ya maliza mwaka na Bwana na anza mwaka na Bwana, kuna mambo 7 yatafunguliwa. Jambo la kwanza, Zaburi 2:8. Bwana anasema, uniombe nami nitakupa mataifa na falme kuwa miliki yako. Kwa unapomuomba Bwana kumaliza mwaka, maana yake unamwambia Bwana, anza na mimi mwaka mwingine nami nipate kumiliki na kutawala ndani ya mwaka. Kwa unapoenda kwenye ule mwaka, hauendi kwenye mwaka uliofungwa, unakwenda kwenye mwaka uliofunguliwa. Jambo la pili, Wakorintho wa kwanza 16:9. Biblia inasema, nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, lakini wako wengi wanipingao. Unapofanya maombi ya kumaliza mwaka na kuanza mwaka na Bwana, maana yake Mungu anakuwa mtetezi wako kwenye lango lako lilobeba fursa. Mungu mtetezi. Kwa mwaka 2026 utaushinda upinzani wa kiroho na utaushinda upinzani wa kimwili kwa sababu umeomba. Paulo anasema, nimefunguliwa mlango mkubwa sana, lakini wako wengi wanipingao. Wanampingia wapi? Kwenye mlango. Kwa wansi Mungu anakufungulia mlango wa mwaka 2026, hautapigana vita mwenyewe. Bwana atakuwa mpiganaji anayekutetea wewe. Jambo la tatu, Isaya 60:11. Anasema, na marango yako yawe wazi daima. Marango yako ya mwaka 2026 yawe wazi daima. Kwa nini yawe wazi? Anasema, wafalme na watu wa mataifa watakuja kwako kukuletea utajiri. Kwa unapoomba kumaliza mwaka na Bwana na kuanza mwaka na Bwana, Bwana anakufungulia lango la utajiri. Hujawahi kutajirika, 2026 Mungu atakutajirisha. Kumbukumbu la Torati 8:18, mimi ni Mungu nikupaye nguvu za kupata utajiri. Wakati gani? Unaomba. Jambo la 4 liko Zaburi ya 91:10. Bwana anasema, mabaya hayatakupata wewe, wala tauni wala magonjwa hayataingia nyumbani mwako. Kwa mwaka 2026 Bwana atakuondolea mabaya na magonjwa hayataingia nyumbani mwako. Kwa mwaka 2026 hautakuwa mwaka wa shetani. Kwa roho za kishetani na matendo ya kishetani hayataingia kwako. Kwa nini? Kwa sababu umeomba kumaliza mwaka na Bwana, kuanza mwaka na Bwana. 5, tunapoomba Zekaria 2:5, Bwana anasema, ukiniomba nitakuzingira pande zote na utukufu wangu utakuwa ndani mwako. Kwa tunapoomba tunamwambia Baba, Januari zingira, Februari zingira, Machi zingira, Aprili zingira, mpaka Desemba Mungu anakuzingira kiutukufu. Kwa tunapoomba Mungu ataachilia power of protection, ulinzi wa ajabu. Utazingirwa pande zote. Januari to Desemba hautachujuka, utafunikwa na utukufu wa Mungu. Sababu ya 6, Maombolezo 2:19. Anasema, inuka ulalamike, mwanzo wa makesha
Mimina moyo wako mbele za Bwana kwa ajili ya watoto wako. Kwa Bwana atalinda na kuinua watoto wetu ndani ya mwaka. Kwa tunapoomba, Bwana atawalinda watoto wetu, atalinda familia zetu. Hawatazimia kwenye elimu, hawatazimia kwenye ndoa, hawatazimia kiuchumi, bali watatiwa nguvu mpya. Ya 7 iko Ezra 8:21-23. Anasema nami nikaamuru kufunga pale penye mto Ahava, ili kujinyenyekeza kwa Mungu, kujitafutia kwake njia iliyonyooka, kwa ajili yetu sisi, kwa ajili ya watoto wetu, na kwa ajili ya mali zetu. Tutafanya maombi mwezi wa 12 wote. Tunamaliza mwaka na Bwana, tunaanza mwaka na Bwana. Tutafunga masaa 12 kila siku, ili Mungu atufungulie njia iliyonyooka. Sisi tufunguliwe njia, watoto wetu wafunguliwe njia, mali zetu, miradi mbalimbali ifunguliwe njia iliyonyooka. Anasema na ufunguo wa nyumba ya Daudi, nyumba ya Katunzi, nyumba ya weka jina lako, nimeuweka begani mwako. Nawe utafungua, hapana atakayefunga. Nawe utafunga, hapana atakayefungua. Mambo matatu ya msingi ya kuzingatia kwenye hayo maombi. Sasa tenga muda wa kuomba kwa ajili ya kumaliza mwaka na Bwana, kuanza mwaka na Bwana. Jambo la pili, weka sadaka za kumaliza mwaka na Bwana. Mwambie Mungu, namaliza mwaka na kushukuru. Inaitwa sadaka ya shukrani ya kumaliza mwaka. Usimalize mwaka kibubububu. Kaa chini, tathmini toka Januari mpaka Desemba. Ungekuwa unaumwa kama walioumwa, ungemshukuru Mungu kwa namna gani? Angalia, Bwana amekulisha na amekutunza mwaka mzima, mshukuru Mungu. Zaburi ya 50:23, atoaye dhabihu za kushukuru, huyo ndiye anayenitukuza, nami nitamuonyesha uokovu wangu. Kushukuru maana yake Mungu nipe tena. Kushukuru maana yake Mungu nifanyie tena na kuzidi. Shukrani inafungua mlango wa kuzidishiwa baraka tele. Jifunze kumshukuru Mungu. Anasema hawakuponywa 10, wale 9 wako wapi? Mbona amerudi mmoja kushukuru? Yesu anataka tumshukuru. Kwa mwezi wa 12 ni mwezi wa kumshukuru Mungu. Mwambie Bwana, na kushukuru kwa ajili ya haya na haya na haya. Yatolee sadaka za shukrani. Wako waliokufa wao kufa, wako walioangamia wao kuangamia, wako waliokwama wao kukwama. Katika hatua hii mwambie Mungu asante kwa sadaka ya shukrani. Ikifika Januari 1, tunatoa sadaka ya kufungua lango mwaka 2026. Hiyo sadaka ni sadaka ya kufungua lango. Unaitoa Januari 1, unafungua lango la siku 365. Sadaka ya kufungua mwaka inawekwa langoni tarehe 1. Unamwambia Bwana, naweka sadaka yangu kwa ajili ya mwaka wangu. Ndani ya hiyo sadaka unaweka na miradi yako na kazi zako ambazo unataka Mungu akutendee ndani ya mwaka unaoendea. Omba kama mtu wa Mungu, panga kama mtu wa Mungu, ishi kama mtu wa Mungu. Biblia inasema mwenye haki wangu anaishi kwa imani. Kuishi kwa imani hakuna maana usipangilie mambo. Kwa lazima haya mipango yaombewe, yawekwe mikono, yaandikwe. Anasema andika ndoto zako, andika mipango yako, andika njozi zako. Anza kuandika mradi wako utakwendaje. Nitakufundisha kesho. Msimu mpya una mikakati yake. Kuota ndoto bila kuziandika zitaendelea kuwa ndoto, lakini utakapoandika unakuwa ni mpango. Naandika, anasema kuota ndoto ukaacha kuziandika, maana yake unaweza ukawa na maono yasiyoandikwa yanaendelea kuwa ndoto, lakini maono yaliyoandikwa yanawekewa mikakati ya utekelezaji. Si sawa? Kwa tarehe 1 mpaka tarehe 31 ni maliza mwaka na Bwana, anza mwaka na Bwana.
Jinsi ya kufika: panda gari mpaka Mbagala Zakiem, utachukua bajaji hadi kanisani. Unaitumia njia ya Kigamboni Vikunai, shuka kanisani. Ukiuliza mtu yoyote kanisani kwa mchungaji Katunzi, utakuwa umefika. Lakini kwa unaitumia usafiri binafsi, njoo mpaka shule ya msingi Mihande, utakuwa umefika. Inawezekana, yote Bwana